tutaenda kuzungumza maneno ya Mungu kwa siku ya leo, na neno ambalo nilikuwa nimetayarisha, lakini nilipofika usiku neno hili likanifikia ambalo talizungumza kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Basi mara moja tutafungua Biblia zetu na tutasoma katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura yake 14. Nitasoma pale mstari wa 14, baadaye tutaruka kwa mstari wa 18. Kisha tutasoma Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza na tunasoma mstari wake wa 8. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunasoma Yohana 14 kisha tunaruka kwa 18. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama mkiomba neno gani kwa jina langu nitalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma Matendo ya Mitume. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza na tunasoma mstari wake wa 8. Usome katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Lakini mutapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu anapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria hata mpaka wa dunia. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hapa neno letu kwa asubuhi ya leo tutalikuta hapa katika huyu Yohana ambaye tunatoa kusoma kwa asubuhi ya leo. Ni kusema neno letu la asubuhi ni kusema sitawaacha tena yatima. Amen. Ibarikiwe jina la Bwana. Amen. Sitawaacha tena yatima. Amen. Na neno ambalo limetutia nguvu hapa ni ile ambayo nimesema ya kwamba kama mkiomba neno gani kwa jina langu nami nitalifanya. Haleluya. Tuko ndani ya asiraze ya kwamba kwa Yesu wetu yote yawezekana kwake. Lakini pamoja na hiyo, ikiwa aliambia wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu, ni kwa ajili ya jambo hili, kwa sababu alijua ya kwamba badala ya yeye kupaa juu, wale wanafunzi wake ambao alikuwa akitumika nao watakuwa katika matatizo na wataweza, watakutana na mambo mazito ambayo yataacha wanakimbia, ambayo yataacha wanafarakana, ambayo yataacha hawatatimiza ile haki ambayo Yesu aliwaachia. Kwa ajili ya hiyo ndio maana aliwaambia muende kwanza Yerusalemu. Kule Yerusalemu ndio kule walipokea nguvu, waliwatengeneza na kuwaandaa kusudi wajue ya kwamba mbele yao kuna mwendo, mbele yao kuna safari, mbele yao kuna kazi, mbele yao kuna mambo mazito ambayo hawatayaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya hiyo Biblia inatuambia kwamba katika hiyo alisema ya kwamba hata tuacha yatima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yatima ni nani? Tunajua habari za yatima. Yatima ni yule ambaye ameachwa na baba ama na mama, na hapo nguvu zake zinapunguka. Yatima hana matumaini. Huyu yatima ni mtu wa wasiwasi. Yatima ni mtu ambaye hana furaha. Yatima hana uhakika na anabaki katika maisha ya upweke. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yatima
chakula uniforme, chakula uniforme, chakula uniforme, chakula uniforme. Tunaenda kwa makaye, chakula makaye, 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 viato vile vile. Na wakati ya mambo yote yanaenea, tunaenda sote na furaha, kisema kila leo utavaa manguo, leo utapokea mabuku, leo utavaa viato na mambo kaza wa kaza. Lakini kufika sasa wakati wa kugawanya hivyo vyombo, Bwana Yesu atusaidie. Unajiuliza sasa, je, nilifikiri ya kwamba sote tutapata sawasawa na wengine, lakini sasa inakuwa contraire. Na wewe ndio unabebesha labda shakoshi ya kwenda kutiamo vile vitu, lakini mtakapofika nyumbani, inakuwa sa contraire. Kadiri wengine wamepewa, haiko ndio vile wewe utapewa. Kwa sababu gani? Wewe ni yatima. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Lakini Yesu shia anatupa assurance ya kwamba sisi hatuko tena mayatima, lakini Yesu atakuja kwetu. Hatuna habari barikiwa. Yesu yuko pamoja nasi. Wewe uko tena yatima. Bwana amekuwa pamoja na wewe kwa sababu kuna nguvu ambazo ameweka ndani yako, na zile nguvu zinakuacha na furaha. Zile nguvu zinakuacha uwe jinsi ulivyo, ufurahie wokovu ambao Bwana amekupatia. Kwa hiyo Yesu ametuambia hamuko tena yatima, lakini itakuja kwenu. Libarikiwe jina la Bwana. Sasa mwenye kuwa na Yesu ana furaha. Yule ambaye amekuwa na Yesu anakuwa na mambo yote. Kwa hiyo uyatima wetu ulitoka tangu wakati uliingia Yerusalemu. Na Yerusalemu gani? Yerusalemu yetu njoo hapa. Kwa hiyo tuende katika hali ya utakaso, katika maombi, kwa sababu yeye pekee anasema mkiomba neno lolote nami nitalifanya, kwa sababu mimi ni pamoja nanyi na mimi nitakuja kwenu. Libarikiwe jina la Bwana. Wapendwa, kwa asubuhi ya leo tujue ya kwamba Yesu hatatuacha yatima. Na tukiona habari hii, Yesu anasaidia. Yeye ndio Bwana wa yatima. Yeye ndio Bwana ya wale ambao wajane, wale ambao wana watoto wale. Yesu ndio juu ya yote, ndani ya yote na katika yote. Unapokutana na mambo yote ile, uende uelekee upande wa Yesu. Yesu ndio anakuwa jibu. Yesu ndio anakuwa na mamlaka kwa ajili ya hayo mambo yote, na atafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Tukisoma katika Wafalme wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa kwanza hadi wa 7, mtu mmoja tusomee pale. Ni habari ya wale watoto wa yule mama mjane ambaye alikuwa na deni. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Soma pale mpendo, Wafalme wa pili sura yake ya 4 mstari wake wa kwanza hadi wa 7. Someni pale tusikie. Basi Ndio. mwanamke mmoja miongoni mwa wake za Bwana wa manabii alimjia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Awafanye kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Nikufanyie nini? Niambie. Niambie. Una kitu gani nyumbani? Una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako ndio sina kitu nyumbani. Sina kitu ila chupa ya mafuta. Ndio. Akasema, nenda. Ndio. Ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Ndio. Vyombo vitupu. Wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao. Ukajifungie mlango wewe na wanao. Ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote. Ndio. Na vilivyojaa ukavitenge. Ndio. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa ilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo.
mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nao yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, watoto walikuwa wayatima, na kwa ajili ya deni walisema wakamate kusudi wafanye waende kuwa watumwa. Na huyu mama mjane alishindwa na kufanya, na aliona kazi ambayo mume wake alikuwa anaifanya. Ndipo aliona Elisha, hao watoto wawili wangu, je, nitawapana waende kwa utumwa? Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema Bwana katika hali ya uyatima, kama uko mapenzi ya Mungu, Bwana atakusawilisha ile uyatima. Libarikiwe jina la Bwana. Deni ambalo walikuwa nao hakukuwa na tumaini, na watoto wayatima walipaswa kwenda, lakini kwa ajili ya hiyo, kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elisha, na kwa ajili ya nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo, mara moja alifanya ile ishara, na ule mama akapata mafuta, na ile mafuta akaiuzisha, na katika kuuzisha ile mafuta akalipa deni, na ambayo ilisalia ikabaki baraka kwa wale watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibarikiwe jina la Bwana. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba pamoja na zile nguvu ambazo tumepokea, katika zile nguvu Bwana ana njia nyingi za kutembea pamoja nasi. Ndio maana usiogope. Na Yesu akamwambia wanafunzi wake, hamuko
Bwana. Na kwa maombi ya Petro na Yohana, kwa sababu walipokea nguvu, kwa sababu walitoka katika ile hali ya uyatima, mara moja zile nguvu ambazo ziliwashukia, zile vipawa ambavyo walipokea, wakaanza nayo pale Yerusalemu, na hapo wakaombea ule kiwete na wakasema, hatuna cha kukupatia ewe kiwete, lakini kile tunacho ndicho utakapokupa. Kwa jina la Yesu aliye hai, simama na utembee. Haleluya! Kiwete akapata uzima wake. Sababu gani? Sababu ndani ya Petro na Yohana mulikuwa kitu. Kwa hiyo Bwana tutoshe katika uyatima. Mtu wa yatima hana furaha. Mtu wa yatima anaonamia walionake hapo umamuko mwetu. Hapana, Yesu alisema hata waacha tena yatima. Haleluya! Tumikisha kile ambacho Bwana ameweka ndani yako. Hapa tunaomba kila mmoja ana nguvu ambayo alipokea, lakini zile nguvu tuzitafute kwanza. Hatutazipatia nje, lakini tubaki sote Yerusalemu kama vile wanafunzi walivyobakia Yerusalemu. Hapo ndio wakapokea ile ahadi ambao waliahidiwa, na ile vile wasaidia kutoka katika hali ya uyatima, na mara moja walianza kutembea na kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo ujue ya kwamba kwa Yesu kuna nguvu, kwa Yesu kuna uwezo, kwa Yesu kuna mamlaka, kwa Yesu yote yawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro na Yohana walikuwa kwanza sawa vile wayatima, wako wanangojea ahadi, lakini wakati walipopokea zile nguvu, uyatima ukatoka, na uoga ukawatoka, na hofu ikawatoka, na mashaka ikatoka, na mara moja wakaanza kutumikisha vipawa ambavyo walipokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tujalie neema kwa asubuhi ya leo. Waanze kufikagua, mimi siko yatima. Siko yatima. Yesu alisema hata tuacha yatima. Na leo hivi Bwana anakujua, anakufahamu, lakini wewe utafute tu uso wake. Anakufanya katika maisha yako. Lakini kwanza uzingatie zile nguvu ambazo ulizipokea. Ndio maana usiseme mimi siko hiki, mimi siwezi kufanya hivi, mimi siko waumwa. Yesu alisema nitawatosha katika uyatima na nitakuja kwenu, na pamoja na zile nguvu zitawasaidia kufanya kazi zote zile ambazo mnaweza kuzifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Tukiingia katika kitabu cha Matendo sura yake ya 9 mstari wake 36, tunaona tu habari za huyu Petro kwa habari ya Tabitha Dorcas ambaye alikuwa na matendo mema. Na sababu alikuwa na matendo mema, alishughulika juu ya kufanya mema na hiki na kile, kwa mayatima, kwa wajane na kwa wenzake pia, ambao wanafunzi ambao walikuwa pamoja na wao. Na wakati watu ulipofika akagonjwa, na katika magonjwa ile ikamubeba hadi kufa. Bwana Yesu atusaidie. Lakini sasa wale washiriki wake walipoona hiyo wakasema, hapana, haitawezekana. Tabitha Dorcas, mfanya mema, mtenda mema. Ndio maana wakati tunapotea watoto majina, tusikue tunajua ni majina gani. Usikie tu mwenzako alipana jina kwa mtoto, hawezi ipana mkonteste gani, lakini ujue kwamba huyu Tabitha, huyu Dorcas alikuwa mtu wa kufanya matendo mema. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipokufa katika magonjwa haya, hawakwenda kushoto wala kuume, walianza kuomba na kulalamika na kutafuta watumishi wa Mungu. Ndipo tena walifikia Petro na wengine kuambia, tutakubali huyu mtenda mema afafe, apitie jambo kama hili. Ndio maana mpendwa, usichoke kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anakujua, Bwana anakuelewa. Katika kutenda mema kwako, Mungu anaweza kufikia kwa njia mbalimbali ambazo wewe hauwezi kujua. Anaweza kukuokoa, anaweza kukulinda, anaweza kukuchunga, anaweza kuepusha na mabaya yote. Haleluya. Ndipo Petro na wengine, kwa sababu
wakikimbia. Na ndio maana wengine wanaweza waambia hapa kuna pepo, hapa kuna mgonjwa, ukuye tumwombee. Naona waanza kukatakata, wengine wanakimbia. Nasema ile ni kazi ya fulani, ile ni kazi ya waombaji. Walisema watu wote waende wapi? Yerusalemu. Libarikiwe jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pamoja na hiyo, tukisoma katika Yohana sura 5 haya yake ya 7, tusome pale kwa tusome pale upesi. Ndio nasoma. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, ndio mimi sina mtu wa kulitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina wangu wa kuniweka birikani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una wako lakini una Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una wako lakini una Yesu. Kama vile waimbaji wanaimba, ngwele Yesu nani wambu mako ubega mapima ubone kwa kugira. Alibarikiwa jina la Bwana. Sasa huyo aliona ya kwamba yeye ana wake. Yule ambaye ataingia mara ya kwanza katika birika ambayo linachamuka, labda yule ndio atakuwa wa kwanza kupona. Sasa aliwaza, aliangalia, akaona labda habari ya kimwili, akafikiri hivi, labda sina huyu hapa, sina rafiki yangu hapa, sina ndugu yangu hapa, sina hivi, haitawezekana, sina wangu wa kuniweka pale. Lakini hakujua ya kwamba kuna yule ambaye amekuwa juu ya wale wote na ambaye anakuwa na nguvu na uwezo na mamlaka. Na ndipo alikutana na Bwana wa mabwana, yaani Yesu Kristo aliyejiokoa dhambi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana tusaidie kwa asubuhi ya leo pia kwamba kwa Yesu yote yawezekana. Usitoke katika hali ya uyatima ya kubakia tu baridi. Tayari Yesu amekuokoa na mizigo yako yote alishitwika hayo na kakutosha katika uyatima, na sasa unakuwa mtoto wa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana tujalie neema kwa asubuhi ya leo. Tujue ya kwamba sisi sio wayatima. Uwe na furaha. Lile ambalo Mungu ameweka ndani yako ulifanye, ulitumikishe, kwa sababu uko nyumbani mwenu, hauko tena yatima, na Mungu ana lile ambalo atafanya kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina wangu lakini na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata katika jamaa unaweza kuta hiki na kile kinapitika, lakini kama uko ndani ya Yesu watashangaa na wenyewe Mungu yuko anakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukazane, usitoke ndani ya Yesu, kwa sababu Yesu anakujua, alikuokoa, na pia kuna haja ambayo umepewa, kuna nguvu mpya ambazo umepewa. Zile nguvu uzitumikishe, na utakapozitumikisha Bwana anakufanya kwa ajili ya maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana katika asubuhi ya leo usisikie tu kuwa na furaha, ujue kwamba wewe hauko mwana wa yatima tena. Tayari umepokea neema, pia una vipawa, una nguvu ambazo umepokea. Kwa ajili ya hiyo tumikisha zile nguvu ya ile haja ambayo umepewa na Bwana, na ukitumikisha zile nguvu, Bwana ana lile ambalo atafanya na wewe. Atakushindia, atakulinda, atakuchunga, atakukinga na atakuvukisha kwenye ungevuka. Libarikiwe jina la Bwana. Sisi hatuko tena wayatima. Lakini sasa waanze kutumikisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa sababu ukibaki katika hali ya uyatima, utakuwa tu na woga, utakuwa tu na wasiwasi, utakuwa tu na mashaka, na utashindwa kutumikisha zile nguvu ambazo ulipewa. Kwa sababu gani?
kufanya kazi ndani yako. Kwa hiyo asubuhi ya leo ujue ya kwamba wewe hauko tena yatima. Tumikisha zile nguvu ambazo ulizipokea kusudi ufanye kazi pamoja nazo, nawe na ukapofanya kazi pamoja na hizo nguvu, Bwana ana nguvu na lile ambalo atafanya kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tasoma pale Yohana tena 5 mstari wake wa 7. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine kushuka mbele yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe uko tena yatima, lakini kwa neno la huyu mgonjwa Yesu alikuwa pembeni yake, ambaye amekuwa na nguvu na uwezo na mamlaka, na kaonesha ya kwamba ile yote iko na avance pale na motifu. Ni kwa sababu alikuwa katika hali ya kimwili, hakujua lile ambalo Mungu alimfanyizia. Lakini sasa pamoja na Yesu ingeweza kuwa hauna huyu hauna ule, lakini una Yesu ambaye amekuwa juu ya yote, ndani ya yote na katika yote katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote kupitia Yesu alimfanyia ishara, na watu walishangaa kwa uponyaji wake kwa sababu Yesu alikuwa pamoja nao. Na wewe usiogope, uko na Yesu katika mambo yote. Jambo la muhimu tu uwe katika hali ya utakaso, na ukiwa katika hali ya utakaso, zile nguvu zitafanya kazi ndani yako. Kwa hiyo utoke katika uyatima, hauna tena wako, lakini ujue kwamba una Yesu. Ikiwa katika soko, mahali ambapo unashinda, hauna wako. Mahali ambapo unakuwa kazini, hauna wako. Kwenye ulipostile kutuma demande yako, hauna wako. Lakini ujue katika hali yako ya utakaso, kuna yule ambaye amekuwa na wewe mahali pote unapoenda, nafasi yote unapokaa, kuna yule ambaye amekuwa pamoja naye, naye si mwingine ni Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana tusaidie, tushikamane na mapenzi ya Mungu, tushikamane na Yesu, sababu Yesu akiwa ndani yetu, naye atakaa nasi, tutakuwa ndani yake, na hapa tutaogopa lolote lile. Ndio maana usihofu, kwa sababu Yesu amekutosha katika uyatima, na leo uko huru. Kuna nguvu ambazo umepokea za Roho Mtakatifu ambazo zitakusaidia kufanya kazi yoyote ile na kuondolea ile woga, kutosha mashaka na kila chochote kile. Ndio Bwana Mungu atusaidie kwa mchana wa leo, tufanye kazi ambayo tumeitiwa. Kuna kazi ambayo umeitiwa wewe, lakini sasa hauifanye kama vile Mungu atakavyo. Kwa hiyo tumikishe ile kipawa ambayo umepewa, haiko ya kubakia nayo, labda haiko ya kunyamazia wala ukalia. Hapana, ni kitu ambacho, nguvu ambazo Mungu amekupatia kusudi ufanye kazi yako, na kila kazi ujue ya kwamba italipa. Kila kazi italipa, kila mema ambayo ulipanda italipa, na mabaya nayo italipa. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana tuwe watu tu wa kutenda mema, na katika kutenda mema kwetu Bwana atatuwezesha. Mahali pote unapoenda uko na Yesu. Ndio maana kuna mambo mazito ambayo unakutana nayo katika maisha yako. Mahali pote pale na utashindwa hiyo utafanya nini, na pale ndio wengine wanaangukia. Awe mama, awe baba, awe kijana, anaangalia kushoto wala kuume, hajue kwamba kuna yule ambaye amekuwa karibu naye, Yesu. Na kwa ajili ya hiyo wanafanya hilo ambao wanataka, kwa sababu hawajue kama kuna yule ambaye amekuwa pamoja na wao. Ndio maana katika maisha yao mahali pote uzingatie Yesu. Yesu anakuwezesha, Yesu anakusaidia, Yesu anakutendea mema, na kwa ajili ya hiyo anakutosha katika uyatima, na hapa furahi na kurudi, na unasikia tena uko huru
alipata huyu mtihani namna gani? Huyu alienda Dubai namna gani? Huyu alipita hapa namna gani? Kwa sababu hayuko tena yatima, tayari amefunguliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie kwa asubuhi ya leo. Tujue kwamba tayari Bwana ametutosha mbali na ametutosha katika hali ya uyatima. Lakini zile nguvu, wao una nguvu. Kuna nguvu ambazo zimekuwa ndani yako. Lakini sasa shetani anapenda uzitumikishe. Sasa kwa asubuhi ya leo ujue kwamba uanze kutumikisha zile nguvu ambazo Bwana aliweka ndani yako. Ile ahadi ambayo ulipokea, zile nguvu mpya, ile kipawa ambayo ulipokea, au kwa kuitelekeza chini, hapana. Uitumikishe sasa kwa kazi ya Mungu. Ndio anatuambia kwamba wale wenzetu kwa wakati ule shapokea zile nguvu, ile ahadi, walianza kwenda nazo kuzitumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanzia Yerusalemu. Libarikiwe jina la Bwana. Jamani, kama una nguvu, wacha kutumikishia hapa. Kanisa lione ile nguvu ambayo imekuwa ndani yako. Na utakapotoka hapa, ndipo sasa utaenda Yudea na Samaria na pande zote za ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Wenzetu bila wangeweza. Wangeenda tu bila kutoka Yerusalemu. Kila mmoja angeenda na lwake, na mwisho wangezimika. Wanakutana na hili na hiki na kile, na mara moja wanakimbia na wataweza. Lakini kwa sababu walitii ile ahadi ambayo walipewa, wakaipokea, na mara moja wakaanza kufanya kazi. Ndio maana wakina Petro na Yohana walianza kufanya haya mambo ambayo tumeyataja hapa. Ndipo walienda Yudea na huko na kule. Kwa hiyo mpendwa, Mungu akusaidie ujue ya kwamba hauko tena yatima, lakini Bwana amekupa nguvu ya kuweza kufanya kazi zote zile, nguvu za kuhubiri, nguvu za kuomba, nguvu za kuimba, nguvu za kufanya kazi yoyote ile ya Mungu. Na usifanye kwa uregevu, hapana, kwa sababu utalipwa kwa ajili ya ile kazi ambayo Mungu ametia ndani yako. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa asubuhi ya leo, tujue ya kwamba sisi sio wayatima tena, lakini tujue Bwana ametuwezesha, Bwana ametuokoa, Bwana ametusaidia, na kupitia ile ahadi ambayo tumepewa ya Roho Mtakatifu, umepokea vipawa ambavyo unapaswa kutumikisha. Ukiuza kitu wala chombo na unaitereka chini tu, itapata kutu, haitakufaidia lolote. Lakini sharti uanze kuitumikisha kusudi uone ujuzi wa ile kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tusaidie kwa asubuhi ya leo, na tujalie neema, tujue ya kwamba tutoke katika uyatima. Uyatima unatuacha tuwe katika woga, unatuacha tushinde kutumikisha nguvu ambazo tumekuwa nazo. Lakini wakati zile nguvu zimefika kwetu, ni sharti tuzitumikishe kama vile wenzetu walivyofanya. Na wewe kuna kazi ambayo umekuwa nayo, ikiwa ni kuimba, hauko tena yatima, uko mtoto wa nyumbani. Imba kwa furaha, kwa sababu ile kuimba yako ndio utaulizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndio utaulizwa. Kama ni kuomba, omba. Kama ni kuhudumia wageni, hudumia. Kama ni kuona maono juu ya kazi ya Mungu, fanya ile. Nguvu ziko ndani yako, na kila mmoja ana nguvu ya kutembea kama vile Bwana amemjalia neema. Kwa hiyo wapendwa, Mungu atujalie neema, tujue ya kwamba katika hali yetu sisi hatuko tena wayatima, na usipendi kubakia kama vile yatima, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna wale wayatima kimwili, lakini kwa sababu wako ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mataifa kama ni wayatima tena. Kwa sababu gani? Yesu anatengeneza maisha yao. Libarikiwe jina la Bwana. Acha Yesu akutengeneze kwa ajili ya mchana wa leo. Yesu akutengeneze upya kwa mchana wa leo. Na atakapokutengeneza utakuwa mwingine. Wale ambao walikuwa wanakuona zamani hawatajua tena kama ni wewe, kwa sababu Yesu iko pamoja na wewe. Haleluya. Lakini leo ya uyatima, kujikunja tu. Supige ngoma pale, yatima. Sitwende tuombe, yatima. Twende uimbe, yatima. Sikuna kazi ya changizo, yatima hana furaha. Lakini sisi hatuko tena
Yesu amekuja kwetu, na kama amekuja kwetu ametusaidia kupitia zile nguvu ambazo ametupatia, kufanya kile ambacho unaweza kwa kazi ya Mungu. Bwana tusaidie na Bwana tubariki. Amen.